Kiangalia kwenye screen naweza mkaona kwamba msafara na mifumo yote ambayo inasimamiwa na mamlaka ya serikali za serikali na tunaunganisha pia na jamii state inasimamiwa na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, lakini pia tunaunganisha na sekta ya afya kwa maana ya Health Information Media na
kuunganisha mifumo yote hiyo kwa maelekezo yako unasema mifumo somana. Lakini mifumo imesomana, taasisi zimesomana na wataalamu wamesomana. Kwa maana mifumo imeweza kuungana na kusomana. Lakini pia huduma tunazozitoa lazima tutumie tena kwa sababu tunafanya ngazi ya msingi, ngazi ya jamii. Moja kati ya mifumo tunayosimamia ni mfumo wa mama, na tunafahamu mfumo wako pendwa kabisa. Mfumo huu umetusaidia kwa nyingi kupunguza vifo vya mama na watoto wachanga. Na imesaidia sana sasa hivi natumika nchi nzima, ikiwepo Tanzania bara na Tanzania visiwani. Lakini pia mfumo wetu wa wezesha umetusaidia sana kupunguza mikopo wa mteche. Kwa sababu sasa hivi tuna uwezo wa kuweza kujua kipindi gani kwa mkopo, kwa kiasi gani na namna pia wanaweza kurejesha na michakato imeendelea na tumeanza kutoa mikopo hiyo. Lakini wezesha unaendana pia na mfumo wetu wa Tausi. Mfumo wetu wa Tausi sasa hivi umewezesha popote ulipo, uko ndani ya nchi, uko nje ya nchi, unaweza kupata huduma zote zinazotolewa na mamlaka ya serikali za mitaa, iwe kibali cha ujenzi, iwe leseni ya biashara kwa kutumia Mastercard, Visa na kadhalika, una uwezo wa kupata pale. Na hiyo imesaidia sasa huduma kwa wananchi imekuwa rahisi, imekuwa kwa uwazi, imekuwa kwa uharaka pia. Lakini Mheshimiwa Rais, pia tuna mfumo ambao unasimamia upelekaji wa fedha kwenye ngazi ya msingi. Sasa hivi ofisi yetu ya Rais tuna uwezo, hata sasa hivi hapa tulipo tuna uwezo wa kujua shule gani, kituo gani cha afya kimelipa nani kwa kiwango gani. Na hiyo imesaidia sana uwazi na uwajibikaji. Sasa hivi waheshimiwa madiwani wana uwezo wa kupata taarifa zote za fedha ambazo zimeenda kwenye ngazi ya msingi kwa kutumia mfumo wetu wa FAST. Lakini pia mfumo wetu wa PlanRep, ile dhana ya O&OD, fursa na vikwazo kwa maendeleo, tumeweza kujumuisha pale ili mipango yetu ambayo tunaifanya kwenye ngazi ya msingi iweze kujumuisha wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya waziri wa nchi, sisi TAMISEMI tumejipanga kuhakikisha kwamba huduma bora kwa wananchi inaweza kutekelezeka vizuri. Asante sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, karibu katika banda hili. Mheshimiwa Rais, kwa jina naitwa Dr. Frederick Sagamiko, mkurugenzi wa jiji la Dodoma. Mheshimiwa Rais, katika banda hili tunatoa shukrani kwa serikali juu ya kazi kubwa iliyofanya tangu Dodoma kupata heshima ya kuwa makao makuu ya nchi. Mheshimiwa Rais, halmashauri ya jiji ya Dodoma ndio halmashauri pekee yenye muundo wa kipekee katika miongoni mwa halmashauri zote 184 Tanzania, ambapo moja ya idara iliyopo ni ya uendelezaji makao makuu ya Dodoma. Mheshimiwa Rais, baada ya Dodoma kuwa makao makuu mwaka 1976 iliweza kuandaliwa mpango kabambe wa uendelezaji wa mji wa Dodoma. Miongoni mwa mambo yaliyowekwa tangu 76 ni uwepo wa airport ya Msalato pamoja na chuo kikuu cha UDOM, na eneo hili la kati ni la CBD, lakini pia lilitengwa eneo kwa ajili ya makao makuu ya serikali. Mheshimiwa Rais, mwaka 76 eneo hilo tulilopo ni miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa yametengwa kwa ajili ya makao makuu ya serikali. Lakini kutokana na kuongezeka kwa mahitaji, mwaka 2010 waliweza kureview mpango huu na kuhamisha makao makuu ya serikali kwenda eneo la Mtumba. Lakini pia unaona Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa mipango mingine ikiwemo ya ujenzi wa chuo kikuu cha UDOM ilifanyika. Mheshimiwa Rais, ilivyofika mwaka 2019 ambapo serikali baada ya kuhamia Dodoma ilifanyika pia maboresho kwenye mpango kabambe wa makao makuu ya nchi, ambapo Dodoma jiji ndio tupo. Na miongoni mwa mambo ambayo Mheshimiwa Rais tunakushukuru kwamba ile mikakati na mipango iliyowekwa ikiwemo ujenzi wa Outer Ring Road, Middle Ring Road ambayo inaendelea na Inner ambayo inaendelea, ipo kwenye mipango kabambe inatekelezwa. Na mipango yote Mheshimiwa Rais, katika muda mfupi wa mwaka 2019 hadi 2024 na 2024 hadi 2039 ipo mipango iliyokuwa imewekwa kutekelezwa kuanzia 2025, lakini kwenye mpango huu kabambe Mheshimiwa Rais, chini ya serikali yako tayari imeshatekelezwa kati ya mwaka 2019 na 2024. Sisi jiji la Dodoma ni miongoni mwa watekelezaji, ikiwemo ujenzi wa mahoteli, mashule, vituo vya afya na hospitali. Mheshimiwa Rais, katika mpango huu kabambe wa 2019, eneo hili hapa inaonyesha ni eneo la bwawa la Hombolo, na mpango huu imeelekeza eneo hili kuwa eneo mahususi kwa ajili ya uwekezaji. Mheshimiwa Rais, jiji la Dodoma katika picha hii unayoiona
imekuwa na mpango kabambe ambao pia tumeshaanza kufanya kazi. Tunahitaji kuwa na mji wa mfano ambao tunasema thematic satellite city, ambao tunatarajia iwe green city, smart city, competitive city, sustainable city, transit oriented city na energy efficient city. Mji huu utaanzia eneo lile la Mtumba adjacent na mji wa serikali, inaenda moja kwa moja mpaka eneo la Hombolo. Katika mkoa wetu wa Dodoma, eneo la Hombolo ndio eneo pekee ambalo lina bwawa ambalo maji yake hayakauki kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tunataka kutumia eneo hili, Mheshimiwa Rais, kuwa mji wa kipekee kabisa wa mfano, ambapo watu sasa waweze, ile miji ya matamanio ya nchi zingine, tuwe na mji mmoja ambao unatokea katika eneo letu la Dodoma, Mheshimiwa Rais. Lakini pia tuna mradi mkubwa kwa ajili ya wananchi. Mradi huu tunasema common shared facility pamoja na kuprocess horticulture. Kwa kushirikiana na TAHA tunaenda kujenga viwanda hivyo kwa mwaka.